Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Mara baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na amani zimfikie kiongozi wetu wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ipo wazi ya kwamba jambo lilotukusanya hapa ni jambo kubwa na jambo adhim ambalo linaweza kupimwa kwa mizani tofauti tofauti. Lakini kwa kawaida majambo kama haya, hasa katika shule zetu hizi, huwa ni mambo ambayo yanahusisha dini kwa nafasi kubwa, na bila shaka ndilo lengo la uwepo wetu sote hapa. Kwa nafasi hii ya pekee ambayo nimepatiwa, nitaanza kwa kuwashukuru wale ambao ni walimu wetu, walezi, wasimamizi waliofanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanayafikia malengo yao mpaka wamemaliza shughuli zao za kimasomo, na bado wengine wapo ndani ya vyumba vya madarasa kwa ajili ya kuendelea na shughuli hiyo ya kimasomo. Walimu ni watu wakubwa na ni watu ambao wana nafasi ya juu sana katika jamii yetu. Kwa macho ya kawaida uweza ukamwangalia mwalimu na ukamdharau, lakini mwalimu ndiyo anayesimama saa nyingine nafasi ya mtume, kama alivyosema mmoja katika wana wa zuoni, kada almuallimu an yakuna rasula. Inakaribia mwalimu kuwa ni mtume, si kwa maana ya kupewa wahi au kwa maana ya kuzungumza mambo ambayo watakuja kutokea kutokana na elimu yake iliyokuwa nayo, la, bali kwa maana ya majukumu mazito anayobeba katika mabega yake, majukumu ya kufundisha tabia, kuelimisha kaumu, ambayo ni majukumu aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ilivyozungumzwa katika hadithi, Mtume alisema bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Mtume alisema kwamba nimetumwa nije nifundishe, nielimishe watu tabia njema. Kwa hivyo walimu wetu nafasi yao ni kubwa, wana uwezo kwa rehema za Allah kuwatoa watu katika kuto kujua na kuwapeleka katika kufahamu na kutambua mambo. Ama baada ya shukrani hizo, nisisahau kuambia walimu, kwa imani ya wanafunzi tuliokuwa nayo kwao, wanapasa walimu wasimame kama tulivyowaamini, na wala isije kafika hatua siku moja mwalimu akafikiria kuweka kikwazo cha mwanafunzi kuendelea na masomo. Hapo anakuwa kaivunja imani ya mwanafunzi kwake yeye. Kwa hivyo naomba sana walimu tuendelee kusimama katika kuifundisha jamii na kutimiza ndoto za wale ambao tumewapokea katika vyumba vya madarasa yetu. Ama jambo la pili ambalo nakuja kuliangalia hapa, nahnu unwanul Islam, sisi ni nembo na ishara ya Uislamu. Hapa tulipo ni sehemu ambayo kila mmoja nafahamu kinachoendelea ni nini. Tutakuwa tuna makosa makubwa ikiwa mara baada ya kutoka kusoma katika vyumba vyetu vya madarasa haya, tukenda huko tukaiharibu jamii, tukaenda tukatangaza mabaya, tukawa ni watu ambao wamepokea kinyume na mafundisho ya walimu wetu. Kwa hivyo tufahamu kwamba sisi ni unwani ya Uislamu, basi tuende tukasimame kama unwani ya Uislamu, kwa sababu tayari ruhusa kutoka kwa walimu imekwisha toka na wametuamini tukawakilishe jamii ya Kiislamu. Ama jambo lingine, kwa upande wa wale wahitimu,
yatakiwa tutoke na jambo moja lisemalo nadhhabu linurabbi almujtamaa. Tunakwenda kuilea jamii. Jamii nzima kwa ujumla imetuazima macho yao na inatufikiria sana zaidi ya sisi tunavyojiona, kwamba imepokea watu ambao ni walezi katika jamii na imepokea wawakilishi wa walimu wanaofundisha tabia njema katika mashule katika jamii zao, na jamii ina furaha sana katika jambo hilo. Uwe utakuwa mwalimu au utakuwa katika nafasi yoyote, wewe unakwenda kuilea jamii, hasa kwa ile fani ya ualimu tunayosoma kwenda kufundisha mashuleni. Tunapasa kufahamu tunapokwenda mashuleni hatuendi kuharibu wanaoizunguka shule, wanafunzi au walimu kwa ujumla katika mashule yetu, bali twende kulea wale ambao wanaizunguka shule, kuanzia walimu na wafanyakazi wote pamoja na wanafunzi ambao ndio shule yenyewe. Kwa hivyo twende tukailee jamii, kwa sababu jamii yetu inahitaji malezi kutokana na mwelekeo wake ambao ni mbovu unaochagizwa na sayansi na teknolojia inayokuja kuleta muda mwingine mambo ambayo yanashangaza nafsi za watu. Ama kabla ya kumaliza, nikumbushe kwamba mahma tala safaru la budda min alwusul, vyovyote itakavyokuwa safari ni ndefu lazima tufike. Mahma tala safar la budda min alwusul, vyovyote itakavyokuwa safari ni ndefu lazima tufike. Kwa nini nasema hivi? Yaweza mtu katika malengo yake au plani zake za kielimu alifika pahala ambapo hapajamridhisha, akaona kwamba ni sababu ya kurudi nyuma na kukaa nyumbani na kutulia, na kisha akakata tamaa moja kwa moja. Tunasema la, mahma tala safaru la budda min alwusul, vyovyote safari itakavyokuwa ndefu lazima tufike. Haitakiwi hata siku moja Muislamu mu'min akata tamaa. Tumia njia mbadala kuhakikisha unafikia malengo yako uliyojiwekea, kwa sababu malengo ni chachu ya mafanikio katika maisha yetu. Ikiwa hauna malengo, basi wewe ni malengo ya mwingine. Kuna watu wapo na taasisi zao, watu wapo na shule zao, watu wapo na vitengo vyao maalum au tofauti tofauti, wote wanalenga kuwapata watu wa kuweza kusimamia na kuendesha vitu vyao. Ikiwa kama kuna mtu ambaye ameiandaa bustani yake, anahitaji mfanyakazi, hayo ni malengo yake. Ikitokea wewe umeshindwa kuendelea na elimu au na masomo, kwa kuto kujipa moyo na kupiga moyo konde kufanya juhudi za kuendelea, basi tambua ya kuwa huyu mwenye bustani yake atakuja kukutafuta wewe uwe mfanyakazi wake. Usipokuwa na malengo, utakuwa malengo ya mwenzako. Kwa hivyo utatumika kama sehemu ya mwenzako, kwa sababu malengo yako yamevunjika. Lakini endapo kila mmoja atakuwa na malengo, basi atakuwa anapokwenda anapafahamu anapokwenda. Isiwe mtu yupo hafahamu anapokwenda, huyo atakuwa kaingia katika hasara kubwa. Akhiran, mwisho kabisa, niwapongeze wale wote ambao ni wahitimu, na ikiwemo mimi miongoni mwa wahitimu kwa njia ya kidato cha 6 niliyokuwa nikisimamiwa na walimu wangu hapa, kwa kutumia chuo chetu na jengo letu tukufu. Kwa nafasi hiyo, nimependa kudhihirisha wazi kuwa walimu wangu wamesimama kutekeleza majukumu yao kwa usahihi, na ninawaomba waendelee kusimamia majukumu yao, na ninawashukuru kwa nafasi yao ya malezi kwetu, na wao tunawaombea kila kukicha
Allah azidi kuwekea mafanikio na pia aikuze shule na taasisi kwa ujumla. Wa bihadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.